When we commit ourselves to God, wakati tunajipeana kwa Mungu, we live for God. tunaishia huyu Mungu. Our lives is dedicated. Maisha yetu yamewekwa kwa Whatever Mungu. we touch, Chochote ambayo tunanguza, whatever we do, chochote ambayo tunafanya becomes a miracle. kinakuwa muujiza. We ourselves, Sisi we wenyewe become a phenomenon. tunakuwa watu ambao We hawaeleweki, become a wonder. tunakuwa watu wa ishara. People will fight us. Watu watatupigana, We will nasi, overpower them. lakini tunawashinda. People will try to stop Watu us. watajaribu We kutuzuia, become unstoppable. lakini hatuwezi zuilika, Because nobody can stop kwa God. sababu hakuna mwenye anaweza zuia Mungu. The Bible says, except the Lord build the house, those who build labor in vain. Except the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain for you to rise up early, to stay up late, and to eat the bread of hard toil. For he gives sleep to his beloved. Amen. Amen. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo We share your word today. tunaposhiriki neno lako, Speak to us in a special way. tubariki katika njia In spesheli. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Dedication to God commands total victory. Kujitolea kwa Mungu kupatia ushindi kamili. So when you dedicate your life to Christ, you don't just get a portion of victory, but you get total victory. Wakati ambao unajiachilia kwa Mungu, hautapata ushindi nusu, utapata ushindi mkamilifu. Now, there is a scripture I want us to read Kuna andiko ambalo nataka tuliangalie before we can continue. kabla tusonge mbele. Genesis chapter 31. Mwanzo sura yake ya 31, We start from verse 3 tuanzie mstari wa 3 up to verse number 11. mpaka mstari wa 11. Can you open your Bible? Then the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers, to your family, and I will be with you. 4. So Jacob sent and called Rachel and Leah to the field where his flock was, and said to them, I see your father's demeanor, that it is not congenial toward me as before, but the God of my father has been with me. You know that with all your strength I have served, with all my strength I have served your father. Your father has deceived me and changed my wages 10 times, but God did not allow him to hurt me. If he said, the speckled will be your wages, then all the flock produced the speckled. If he said, the stripped or striped will be your pay, then all the flock produced stripped. In this way, God has taken away your father's flock and given them to me. When the livestock conceived, I lifted up my eyes and saw in a dream that the angel, the male goat, mating with the flock was striped, speckled, and spotted. The angel of God spoke to me in a dream, saying, Jacob, and I said, here I am. He said, now lift up your eyes and see all the male goats which met with the flock are striped, speckled, and spotted. For I have seen all that Laban has done to you. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar, where you vowed to vow to me. Now arise and get out of this land and return to the land of your family. I want us to underline this one. Nataka tupige mstari maneno haya. Verse number 13. Mstari wa 13. I am the God of Bethel, where you anointed
the pillar where you vowed a vow to me. Now arise and get out of this land and return to the land of your family. Tupige mstari wa 13. Mimi ndiye yule Mungu aliyekutokea kule Betheli, mahali pale ulipoweka lile jiwe wakfu na kulimiminia mafuta, na ambapo uliniwekea nadhiri. Sasa ondoka katika nchi hii, urudi katika nchi yako. So this is powerful. Dedication to God commands total, complete victory in our lives. Kujiweka wakfu kwa Mungu, kujiachilia kwa Mungu kunaamurisha ushindi kamilifu ndani ya maisha yetu. Now, as you read this, you see something powerful. He says, when Laban decided, to take the speckled, everything turned the other way. Basi unaona kitu ya nguvu ambacho anaongea hapa. Anasema kwamba wakati Laban baba yenu aliamua kuchagua wanyama ambao wako na mabaka, basi wote waligeuka kuwa vile. Bwana asifiwe. Amen. So you see, you have here Laban and then you have Jacob. Sasa unaona upande huu kuna Yakobo, upande huu kuna Laban. And now Laban is the owner of the flock, and now Jacob is a worker, a servant. Sasa Labani ndiye mwenye kundi la kondoo, alafu hapa Yakobo ni mfanyikazi. Now Laban will decide what shall be the salary of Jacob. Sasa ni Laban ambaye ataamua ni mshahara upi ambaye atampatia Yakobo. So whenever he decided, he said, okay, you know what? This time your salary shall be the speckled. So God made sure that all the babies that were born, they became speckled. Kwa hivyo wakati wote ambapo Labani aliamua kwamba sasa mshahara wako utakuwa hivi, wanyama wote ambao watazaliwa wakiwa na madoadoa watakuwa ndio wako. Mungu anahakikisha kwamba wanyama ambao wanazaliwa wote wanakuwa na madoadoa. Whenever Laban decided that the striped shall be your salary, automatically God made sure that all the babies that were being born, they were striped so that Jacob can get a good salary. Na upande ule mwingine, wakati ambapo Laban anaamua kwamba wote ambao wanyama watazaliwa wakiwa na milia watakuwa ndio wako, Mungu anahakikisha kwamba wanyama wote ambao wanazaliwa wanakuwa na milia, ndiposa Yakobo apate mshahara mzuri. So here you are going to see that God was fighting for Jacob. Hapa basi utaona kwamba Mungu alikuwa anampigania vita Yakobo. So Laban is fighting with the invisible. Sasa Laban hapa anapigana na asichokiona. He was fighting with what he cannot see, what he cannot conquer. Alikuwa anapigana na kile ambacho hawezi akakiona wala kukishinda. Because you cannot fight God and then have victory upon him. Unajua vyema sana ya kwamba huwezi pigana na Mungu alafu we ushinde. God is a victorious God. Mungu ni Mungu wa ushindi. And victory belongs to God. Na ushindi ni sehemu ya Mungu. Today I want to talk about dedication. Kujitolea kwa Mungu. You dedicate your life to God. Kutoa maisha yako kwa Mungu. You see, dedication is something powerful. Unajua kujitolea ni kitu ambayo ni ya maana sana. I want us to go into the story of Jacob. Nataka turudie katika hadithi ya Yakobo. People who have been here during the week, we have shared a lot about it, and I know many people have understood how it happened. Najua watu ambao walikuwa hapa katikati ya juma tumeshiriki mambo mengi sana, na najua mambo vile ilitendeka. You know how it started is that the time came, Isaac wanted to bless his first child, who was Esau and not Jacob. Unajua mambo ilianzia hapa wakati ambapo Isaka alitaka kumbariki mwana wake wa kwanza ambaye ni Esau na sio Yakobo. So Esau came to his father. The father said, okay, go in the bush, bring something powerful, make a pepper soup. Do you know pepper soup? Nice food for me, I eat and bless you. Kwa hivyo Yakobo ama Esau akaja kwa babake Yakobo, Isaka, na akamwambia kwamba enda kule porini ukatafute mnyama mzuri unitengenezee chakula kizuri cha mnyama wa pori. So when Esau is in the bush, Jacob and the mother collided. They agreed, they made soup, they brought to Isaac. Kwa hivyo wakati ambapo Esau alitoka kuenda kule bungani, basi Yakobo na mama yake wakaungana wakatengeneza msosi mzuri wakaletea baba yake. So Jacob lied to his own father by pretending to be Esau even though he was not Esau. Kwa hivyo Yakobo akamdanganya baba yake, akajifanya kuwa Esau na yeye hakukuwa Esau. So he took or collected the blessings that were intended
to be given to his big brother. Kwa hivyo sasa akanyakua baraka zote ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya ndugu yake mkubwa Esau. Now, when the big brother came back from the bush and brought his food, the father was already full, no space to put his food. He said, "Hey, who are you?" Kwa hivyo wakati Esau alitoka kule bugani akikuja na chakula chake, babake tayari alikuwa ameshiba. Akamuuliza, wewe ni nani? Nishakula tayari. So he said, "No, I'm Esau. You sent me in the bush." He said, "Hey, your brother came here. He lied to me and I've given him your blessings." Na akamjibu akamwambia kwamba mimi ni Esau ambao ulimtuma kule bugani, nimekuja. Akamwambia, ndugu yako alishakuja hapa na nishampatia baraka zote. So now Esau decided to kill Jacob. Kwa hivyo Esau akafanya uamuzi wa kumuua Yakobo. He said, "One day I will make sure I kill him." Na akasema kwamba siku moja nitahakikisha kwamba nimekumaliza. And the father was already an old man. Na baba yao tayari alikuwa mzee. He could not take care of or fight Esau anymore. He's an old man, he's blind, he can't even see. Angeweza kupigana na mtoto wake Esau tena kwa sababu tayari amezeeka, hata kuona haoni vizuri. And Esau was a fighter, was a dangerous man. This is like a wild animal. Esau alikuwa ni mpiganaji hodari sana. Alikuwa ni kama mtu wa mnyama mwitu. This is a bushman, somebody will go there, a hunter. He doesn't fear animals. This was a very aggressive guy. Huyu ni jamaa ambaye hata hakuwa anaogopa wanyama wa kichakani. Alikuwa anaenda na kumbana na wanaua, analeta nyumbani. So Jacob had to run away. Kwa hivyo ikabidi ya kwamba Yakobo atoroke. Now when he's running away, Wakati sasa anatoroka, he's going to a place where he doesn't know. anaenda mahali ambako ajui. The place is new to him. Mahali pale palikuwa pageni sana kwake. He has never been there before. Hajawahi kanyaga pale siku zingine. In those days, he doesn't even know if he's going to reach that village where he's going. Na katika siku zile hata hakukuwa na uhakika kwamba atafika kwa kijiji ambacho alikuwa anaenda. Maybe he's going to meet bad people, bandit, criminals. They just kill him on the way. Pengine angekutana na wakora, watu wabaya, wamuue kule barabarani. The uncle, even where he's going, doesn't even know him. Hata mjomba ambaye anaenda kwake hamujui. They have never met before. Hajawahi kutana na mjomba wake. So he's a total stranger even to his uncle. Kwa hivyo yeye ni mgeni kabisa hata kwa mjomba wake. So he reached the place called Bethel where I had to sleep because the sun had gone. Ikafika mahali ambapo panaitwa Bethel na ilikuwa alale pale kwa sababu jua tayari ilikuwa limetua. In the night, this guy slept in the bush. Sasa usiku ule huyu jamaa akalala kichakani. To show you that the place was not friendly. Kukuonyesha kwamba mahali pale hapakuwa na urafiki. Nobody can receive him in his house to sleep. Hakuna mtu ambaye angempokea katika nyumba yake au alale pale. So he has to sleep in the bush. Lazima angelala kichakani. And took a stone, put as a pillar. Na akachukua jiwe akaliweka kama gondoro la As he is kichwa. sleeping there, he's going to see now like a ladder coming from the soil where he was putting his head into heaven. Basi alipokuwa akilala ndipo akaona ngazi ambayo ilikuwa imewekwa hapa katika kichwa chake inaenda juu Angels mbinguni. are mounting and coming down on Na that malaika ladder. wanashuka na kupanda katika ile ngazi. God is sitting on top of it. Na Mungu amekaa kule juu kabisa juu ya God ngazi. spoke to him. Mungu akamwambia. That is Genesis 28 verse 15. God said, Mungu akamwambia Mwanzo 28 mstari wa I 5. will be with you. Nitakuwa pamoja nawe I will protect you. na nitakulinda I will never leave you na sitawahi kukuacha until I have fulfilled everything I spoke to you. mpaka nitimize yote ambayo nimekuahidi. And then he woke up in the morning. Alafu akaamka asubuhi He yake. said, this place is special. Akasema mahali hapa ni speciali sana. God is in this place. Mungu yuko mahali hapa. Now he was having some oil Alikuwa na mafuta in a horn. katika So he took that oil, akachukua yale mafuta poured it on the stone. na akaimwagia juu ya ile jiwe. And then he made a vow. Alafu sasa akaweka nadhiri. He said, God, Akasema, Mungu, if you will protect me, kama utanilinda, because I don't know where I'm going. kwa sababu sijui kule ambako naenda. If you give me bread, Ukinipa mkate. you know, in this life, Unajua katika maisha haya as we live, vile tunaishi, you don't know your tomorrow. haujui kesho yako. You don't know what will happen to you after 1 week. Haujui ni kitu ambacho You kitakutendekea don't baada ya know wiki what will moja. come your way in 1 month. Hatujui hata mwezi ujao ni nini ambayo You itakuja. don't know what will face you in 1 year. Hatujui ni nini ambayo utakumbana nao mwaka ujao. That's why consecration to God is paramount. Ndio sababu kujitolea kwa Mungu ni ya maana sana. And you didn't even say amen. I Hamkusema wonder. amina. Or you consecrate to God or you live your own life. Ni ujitolee kwa Mungu ama uishi maisha yako kivyako. Bwana asifiwe. Amina. So because he doesn't know where he's going, Kwa sababu hajui kule ambako anaenda,
he needed God's protection. alihitaji ulinzi wa Mungu. So he made a vow. Kwa hivyo akaweka nadhiri, God, Mungu, if you will protect me, kama utanilinda, give me bread, unipe mkate, give me clothes, unipe mavazi, bring me back in peace na unirejeshe katika amani in the land of my father. katika nchi ya baba zetu. One, Kitu ya kwanza, God, you shall be my God. kitu ya kwanza utakuwa Mungu wangu. Two, Na ya pili, this stone I've anointed on this place, I build you a house. jiwe ambalo nimelipaka mafuta siku ya leo nitajenga nyumba hapa. Three, Ya I will tatu, give you the 10% of everything you give me. nitakupa 10% ya chochote ambacho utanipatia. That was the agreement. Hayo ndio alikuwa ni You makubaliano. know, when you speak to God, sometimes he remains silent, but he has heard you. Unajua wakati mwingine unaweza ongea na Mungu one ni kama amenyamaza, lakini amekusikia. So Jacob went. Kwa hivyo Yakobo akaanza safari ya That's kaendelea. why now the Bible Ndio says, sababu Biblia inasema when Jacob is there, wakati Yakobo ako kule working for Laban, akifanyia Laban kazi, Laban decided his salary. Laban ndiye alikuwa anaamua mshahara wake. When Laban said Wakati Laban alisema that Jacob, ya kwamba Yakobo, your salary is every black sheep, mshahara wako utakuwa ni kila mwanakondoo mweusi, and then he will give only the white to Jacob, alafu anachukua wale wote weupe anampa Yakobo, making sure that there is no black for Jacob, na anahakikisha kwamba Yakobo hajapata yoyote ambayo ni mweusi, because all the male are white. kwa sababu hao wa kiume wote ni weupe. But what is amazing is that Lakini kitu ya kushangaza ni all the men, even though they are white, they will give birth to babies that are black. Everything is black. hawa wote wa kiume japo kuwa ni weupe wanazaa watoto ambao wote ni weusi. And then after that, I say, hey, no, I'm changing my strategy. Halafu akiona wamezaliwa vile anasema hapana, mimi nabadilisha sasa mbinu I'm yangu. changing your salary. Nabadilisha mshahara wako tena. Now we have to change. Sasa lazima tubadilishe. From today, Kuanzia leo black is mine. wale weusi ni wangu. You see now? Naona sasa. Now white shall be yours. Sasa wale weupe ndio watakuwa wako. If he says so, Akisema vile tu, at his amazement, katika mshangao wake, all that will be given birth are going to turn and become white. They become the salary of Jacob. sasa wote ambao watazaliwa wanakuwa weupe ambao ni mshahara wa Yakobo. Until now, Laban, there is no way he could tame or stop Jacob from becoming rich and powerful. Kwa hivyo ikafika kiwango ambapo Labani hana mbinu, hana ujuzi tena wa kuweza kumzuia Yakobo kutajirika. Jacob said, your father Laban changed my salary 20 times. Yakobo anasema kwamba Laban baba yenu amebadilisha mshahara wangu mara 20. Whenever he changed, Wakati anabadilisha, everything went on the side of Jacob. kila kitu kilienda upande wa Yakobo. So Jacob became rich, more powerful than Laban and his children. Kwa hivyo Yakobo akakuwa mtajiri sana kuliko Laban na watoto wake. So now he became jealous. Sasa akaanza kumwonea wivu Even his sons. hata watoto wake. They said, this man has taken everything from our father. Now he's become very rich and we have become poor. Wakanasema kwamba huyu jamaa amechukua kila kitu kutoka kwa baba yetu. Ona sisi tunaendelea kuwa maskini, yeye anaendelea kutajirika. And then one day God came to Jacob. Sasa siku moja Mungu akaja kwa Yakobo. He says, I'm the God of Bethel, Akamwambia kwamba mimi ni Mungu wa the Betheli, place of covenant, mahali pa agano, a place where you made a vow to me. mahali ambapo uliweka nadhiri na I mimi. am that God. Mimi ndiye ule I Mungu. have been with you. Nimekuwa pamoja nawe. Even when they were changing your salary, Hata wakati walikuwa wanabadilisha mshahara I was wako, there. mimi nilikuweko I pale. was protecting you. Nilikuwa na kulinda. I prevented Laban from killing you. Nimemzuia Laban hata kukuua. Now time has come. Sasa wakati umefika, Go back to your land. rudi katika nchi yenu. We fail because we have not dedicated our lives fully to God. Tunashindwa ni kwa sababu hatujajitolea maisha yetu kwa Mungu. God never fails. Mungu hashindwi. He's a God of total victory. Huu ni Mungu wa ushindi wote. His victory is not half. Ushindi wake sio nusu. God's victory is total. Ushindi wa Mungu ni kamili. You cannot fight with the invisible and win, because when God is involved, even though he's invisible, but he's present. Huwezi ukapigana na yule ambao umuoni, kwa sababu hata kama umuoni, yeye ako pale na atapeana ushindi. When
we commit ourselves to God, wakati tunajipeana kwa Mungu, we live for God. tunaishia huyu Mungu. Our lives is dedicated. Maisha yetu yamewekwa kwa Whatever Mungu. we touch, Chochote ambayo tunanguza, whatever we do, chochote ambayo tunafanya becomes a miracle. kinakuwa muujiza. We ourselves, Sisi we wenyewe become a phenomenon. tunakuwa watu ambao We hawaeleweki. become a wonder. Tunakuwa watu wa ishara. People will fight us. Watu watatupigana, We will pigana nasi, overpower them. lakini tunawashinda. People will try to stop Watu us. watajaribu We kutuzuia, become unstoppable. lakini hatuwezi zuilika, Because nobody can stop kwa God. sababu hakuna anaweza zuia Mungu. Jesus says, Yesu Kristo anasema the hivi, one who is born of God yule ambaye amezaliwa na Mungu is like wind. ni kama upepo, You don't know where it's coming from. haujui anatokea You wapi, don't know where it's going. haujui hata anaenda You wapi. cannot stop him Huwezi mzuia, because you can't stop wind. sababu huwezi zuia upepo. The church is becoming weak Kanisa linadhoofika in the sense that we are even becoming like confused with the world kiwango ya kwamba tunakaa kuchanganyishwa na mambo ya dunia, kwa because sababu our dedication kujitolea kwetu is minim. ni kuchache sana. We are not dedicating ourselves to God. Sisi hatujitolei kikamilifu kwa Mungu. Dedication is two phases. Kujitolea ni kwa aina mbili. There is dedication of your personal life. Kunajitolea katika maisha yako You binafsi, as a person, wewe binafsi you commit to God. unajipeana kwa Mungu, You decide to live a holy living, unaamua kuishi maisha matakatifu, a life by where you take care of your relationship with God. maisha ambapo unashughulikia uhusiano wako na Mungu, You respect God. unamheshimu You Mungu, follow His instructions. unafuata maagizo You yake, do what He wants you to do. kile ambacho anataka ufanye unafanya, You protect that relationship. unalinda sana ule You uhusiano. say, I don't want to hurt God. Unasema kwamba sitaki kumuumiza You Mungu. don't just live anyhow. Hauishi tu maisha kiolela olela, A life of prayer. maisha ya maombi. You pray. Unaomba, You fast. unafunga, You seek for God. unatafuta uso wa Bwana, You love Him. unampenda. That is your personal dedication. Sasa huko ni kujitolea kwa kibinafsi. The second phase of dedication Na uso wa pili wa kujitolea is now by where you do God's ni purposes. pale sasa unatekeleza mapenzi ya Mungu. So these are the two things I want us to see here today. Haya ndiyo mambo mawili ambayo nataka tuangazie siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. In the morning, Asubuhi I was teaching here about old skins and the new skins, old wine and the new wine. nilikuwa nafunza kuhusu viriba vipya na viriba vya zamani, divai mpya na divai ya zamani. You see, an old skin Unajua kiriba ambacho ni cha zamani is like a religious person, ni kama mtu wa dini, somebody who has been in religion. mtu ambaye amekuwa katika dini. There are things you may have known about God, Kuna vitu ambavyo aweza kuwa amezijua kuhusu but Mungu, our God is a moving God. lakini Mungu wetu anasonga mbele. God is not just static. Mungu hajasimama mahali He pamoja, moves with us. anasonga pamoja nasi. That's why when we read the scripture, Ndio sababu wakati unasoma the maandiko, Bible says, in the last days, Biblia inasema katika siku za I mwisho will pour my spirit. nitamwaga Roho wangu Your Mtakatifu, young people are going to receive visions na vijana wataona maono in last days. katika hizi siku za mwisho. So these are the last days. Na siku ndizo hizi, Days of visions, siku za maono, days of revelations, siku za ufunuo, days of a new move of God. siku za kutembea kupya kwa Mungu. As the world is changing, Vile dunia inabadilika, sin is increasing. dhambi pia inaongezeka. The devil is creating systems, to destroy the world, Shetani anatengeneza mbinu usiku na mchana kuangamiza ulimwengu, coming up with new ways, even to pull down the believers, even the church of Christ. anakuja na mbinu na njia mpya ya kuweza kuangusha waaminio. God also releases His Holy Spirit, Mungu pia naye anaachilia Roho wake who Mtakatifu comes to us in a massive way ambaye anakuja kwetu katika njia kubwa and empowers us with fresh oil, na anatupaka mafuta upya, so that we can serve His purposes in these last days. ndiposa tutumikie kusudi la Mungu katika nyakati hizi za mwisho. Bwana asifiwe. Praise the Now, Lord. all the skins Sasa kiriba cha or zamani religious people, ama watu wa dini they don't receive the word of God hawalipokei neno la Mungu because it is fresh, kwa sababu ni mpya, it is powerful, iko na nguvu, it is strong.
iko na uweza, and they are old vessels. na hizi ni vyombo vya When zamani. you put new wine in an old vessel, Wakati unaweka divai mpya katika chombo cha zamani, the old vessel or container cannot contain the new wine. kile chombo cha zamani hakina uwezo wa kuishikilia ile divai. In the days of Jesus, Katika siku za Yesu they used containers of skins to keep wine. walikuwa wanatumia vyombo vya Ngozi. ngozi kuweza No. kuhifadhi divai. So they protected, or they put wine in skins. Now, you know, the skin of a goat, when it is fresh, it is like elastic. You can pull it. It has elasticity. Ama namna gani? Ya ngozi ambayo ni mpya, ambayo ni ya mbuzi, ni kama raba, unaweza ukaivuta. I remember there is a time we were making a mbunda, tam-tam. This is Ama. what we call tam-tam. Hii ndio tunaita tamtam ama kelume, In Lingala, mbunda. kwa Kikamba kelume. Hallelujah. Mbunda. Now, Kelume. in the past, Siku zile za zamani in DRC, kule we DRC use those mbunda. They are, you know, this tall, like here. tulikuwa tunatumia ile mitungi kubwa kubwa, Not these ones. si ya namna They are hii, here. ziko hapa juu. Now, when you are playing, you are just Wakati ambao unaicheza umesimama tu. Hallelujah. Nakuwa ya nguvu. Fire without smoke. Moto bila moshi. Now, Sasa in case this, you know, when it stays for maybe 1 year, 2 years, and then it is broke, pengine hii ngozi ikimaliza mwaka mmoja, miaka destroyed. mbili, inaanza kuvunjika, it get old. inazeeka. So we buy Kwa hivyo a tunanunua new skin ngozi mpya that is still fresh, ambayo iko na nguvu, ni and then we mpya, put at our alafu tam-tam. tunaiweka hapa sasa. So you stand this side. Wewe simama upande ule, Pull there. You pull. kila mtu You hold there. Pull anashika, like this. kila mtu anashika upande wa kwake, Pull. anavuta. Some pull here. So it stretches. Kwa hivyo ile ngoma inakuwa kwamba then we imelainika, bind. alafu tunaifunga chini, And then we put it on the sun. alafu sasa tunaianikia jua. It dries. Ikikauka And then we have mbunda. sasa tuko na kelume. But this one, Lakini hii you cannot stretch it. huwezi sasa ukaivuta zaidi It's hapo, already dry. tayari ishakauka. So Jesus says, Kwa hivyo Yesu anasema religious people, watu wa dini they are like old skins. ni kama ngozi ya zamani. If you take new wine, Ukichukua divai mpya which is the word of our time, ambayo ni neno ya wakati the wetu wa word leo, of our days, neno la wakati you huu, put in this old skin, na uweke katika hii ngozi ya it will zamani, not carry. haitaweza kuishikilia. It is heavy. Ni mzito It's sana. new revelation. Huu ni ufunuo It mpya, is powerful. ni ya nguvu. This one Hii ya will zamani be damaged. itavunjika. So Jesus said, Kwa hivyo Yesu anasema look for fresh skins tafuteni zile ngozi that mpya can be stretched. ambazo zinaweza vutwa, Because when wine is new, kwa sababu mtu akiwa mpya, that new is still powerful. ule upya wake uko na nguvu, It has potential. uko na uwezo, It still have the room for fermentation. uko na nafasi ya kuongezeka. Do you understand? Naelewa. When the wine is being fermented, Wakati ile divai inaendelea kuiva, it means inamaanisha it is still powerful. bado iko na nguvu, It is strong. iko na nguvu. As it ferments, Vile inaendelea kuiva, it stretches the skin. It stretches the skin. inavuta ile ngozi. So if the skin is old, Kama ile ngozi imezeeka, inapasuka, finished. inaisha But hivyo. if the skin is new, Lakini kama ile ngozi ni mpya, it will stretch itaweza with the kuvutika wine. na pamoja na ule mvinyo As ama the divai. wine is fermented, Vile inaendelea kuiva, the skin is also being fermented. hata ile ngozi pia inaendelea God is kuiva. looking for believers Mungu anatafuta who waaminio are still fresh ambao bado wako wambichi in their mentality. katika mawazo yao, They are still fresh wangali wambichi to receive the things of God. kupokea vitu vya They are Mungu, still fresh, wangali wambichi, ready to move with God. wako tayari kusonga na They still Mungu, have potential. wako bado na uweza They ndani still yao, have future in them. wako na hatima na wao, They are ambitious wako na bidii for new adventure in the kingdom of katika God. mambo mapya katika ufalme. They want to move far. Wanataka kwenda mbali. In them they feel they see room for growth. Ndani yao wanahisi ya kwamba wako na nafasi ya There kuongezeka. are things they have not experienced in Jesus Christ, Kuna vitu ambavyo hawajazipokea ndani ya Yesu and they are after new fresh revelation. na wanatafuta ufunuo mpya.
They fight day and night. wanapigana usiku na mchana, They want new things. wanataka vitu vipya. Those are the kind of people God is looking Hao ni for. watu ambao Mungu anatafuta, Not old vessels. sio vyombo vya zamani. People have arrived already. Watu ambao walishafika tayari, People are sleeping in the kingdom of God. watu ambao wanalala katika ufalme wa Mungu, People are already dry in the kingdom of watu ambao God. tayari wamekauka ndani ya ufalme wa Mungu. They are not ambitious. Hawa hawana bidii ya kutafuta tena. Tell them about prayer. Ukiwaambia maombi, They run away. wanatoroka. I cannot fast. Oh, siwezi I nikafunga, will die. nitakufa They jameni. like ugali. Wanapenda ugali Ugali, sana, ugali. ugali usiku mchana, usiku mchana. Can you imagine? Hebu fikiria, Try to imagine I'm your pastor. hebu fikiria mimi ni mchungaji And wangu, then I stand here. alafu nasimama hapa, Look at the stomach. ona tumbo la mchungaji, Ugali. ugali tupu. Ukikula ugali. Ugali sukuma, ugali maragi. Ugali nini Maragwe. again? Fufu. Nini again? Fufu. Bushmeat. Nyama choma. Just name it. You know what? The people of God Watu wa Mungu are always fresh wako fresh kila because siku, their lives, kwa sababu maisha yao, the Bible says, Biblia inasema every evening kila jioni people went to bed. watu walienda, Jesus went into the bush. watu wanaenda kulala, Yesu anaingia mlimani, Ama namna gani? si ndio? They go to bed. Wanaenda kulala Just say mlimani in the bush. kule kichakani, You go to pray there. anaenda kuomba kule, Ama namna gani? si ndio? Ama namna gani? You see now. Umeshikwa hapa ama namna gani? But if you are a fresh container, Lakini kama wewe ni chombo you will kipya, listen to this. utasikiza hii You will agree with this. na utakubaliana na And hii you will change. na utabadilisha. If you are a dry container, Kama wewe ni chombo cha zamani, you are going to say no. utasema hapana. Dedication is two faces. Kujitolea ni kwa Mara aina mbili, mbili, two faces. kwa aina mbili. Dedication ya we peke as a person. Dedication of you as a And person, then dedication to the purpose of God. alafu kujitolea kwa ajili ya kusudi la Mungu, And there is no escape. na hakuna njia ya kutorokea, Ama namna gani? si ndio? There is no escape. Hakuna njia ya kutorokea. You dedicate to God, Ujipeane, ni yeye you become ujipeane, a phenomenon. unakuwa mtu ambaye You become aeleweki, a wonder. unakuwa mtu wa You ishara, become a miracle. unakuwa muujiza. The Bible says in Isaiah Biblia inasema katika kitabu cha that Isaia me and my ya sons, kwamba mimi na wana we wangu are for signs and ni wonders. tumeumbiwa ishara na miujiza, Ama namna gani? si ndio? You cannot become for signs and wonders when you don't even have time with God. Huwezi kuwa mtu wa ishara na miujiza wakati ambao una muda hata na Mungu. You need time with God. Unahitaji muda na Mungu, Time of commitment. muda wa kujitolea. Today, Leo the church has become weak. kanisa limedhoofika. You know what? When I came to Kenya first time, Wakati nilikuja huku Kenya mara ya kwanza, I got what you call culture shock. nilipata, Culture shock. nikawa na mshangao wa tamaduni. I was shocked by what I saw happening. Nilishangazwa na kuona mambo ambayo alikuwa I anatendeka. saw somebody can just stand up, talk about a man of God without respect, and they don't care. And it is normal. They insult pastors, you know, on the street, wherever, and it tells them nothing. Ya kwamba watu wanaweza simama faragani na waweze kuongea vibaya kuhusu mchungaji, wanaongea hata matusi kumuhusu, na wao kwao haiwadhuri, And it is wanaona kwamba ni kawaida. So that amazed me a lot. Hilo jambo likanishangaza A sana. man of God, Mtumishi wa Mungu, there's somebody who stands for God. huyu ni mtu anaye anasimama kwa niaba ya Mungu, Deserves respect. anastahili heshima, Ama namna gani? si ndio? And later, Alafu baadaye I discovered nikatambua that some of these things ya kwamba baadhi ya hizi vitu are also provoked zinachokozwa by the behavior na tabia of some ya baadhi of the so-called ya hao watu wanaitwa men and women of God. watumishi wa kike na wa kiume wa Mungu. Do you understand? Je, tunaelewana? Can I repeat again? Naweza rudia tena. I was shocked Nilishangaa to see that anybody can just stand up, kuona kwamba mtu anaweza simama talk anyhow aongee jambo lolote against a servant of God. kinyume na mtumishi wa Mungu.
But later, Lakini baadaye I understood nikaelewa that servants of God also, ya kwamba watumishi wa Mungu pia they cause these wanasababisha people to talk against them watu kuongea kinyume na wao, because they compromise kwa sababu their wametia maji lifestyle ama maisha yao or wameiweka katika God's compromise expectations ama matarajio ya Mungu concerning their lives. kuhusu maisha yao. Did you get it? Je, tumeelewana That's sasa? why we're talking about personal dedication. Ndio sababu tunaongea kuhusu kujitolea kwa kibinafsi. It's not just about the Bible. Si kuhusu Biblia tu, It's about me. ni kuhusu mimi It's binafsi. about you. Ni kuhusu wewe. It's about my Ni life. kuhusu maisha It's yangu. about your life. Kuhusu maisha yako. God is looking for powerful people. Mungu anatafuta watu wa nguvu. Jesus is talking about the powerful people. Yesu Kristo anaongea kuhusu watu wa nguvu. He says the gate of hell will never prevail against the church. Anasema kwamba malango ya kuzimu haitashinda watu wangu ama kanisa It is langu. a strong church. Ni kanisa la nguvu. It's a powerful church. Ni kanisa la It's a nguvu. victorious church. Kanisa ambayo ni ya nguvu. Church that is moving forward. Kanisa ambayo inasonga mbele. Church that defeats the devil. Kanisa ambayo inamshinda shetani. Ama namna gani? Si ndio? Now, Sasa for this to happen, kwa hili we need litendeke, a life of dedication. tunahitaji maisha ya kujitolea kwa Mungu. That's why Laban could not pull Jacob down. Ndio sababu Laban hangeweza kumshusha Yakobo, ilikuwa haiwezekani. Somebody dedicated to God. Mtu ambaye amejitolea kwa Mungu. Try to imagine. Hebu fikiria. You are a pastor. Wewe ni mchungaji. People come to you. Watu wanakuja kwako. They just cry. Wanalia. Oh mchungaji. Oh mchungaji. Minaenda hapo, minakuwa defeated. Oh mchungaji, minajaribu pale, minashindwa. Oh mchungaji, you wonder what's wrong with these people? Unashindwa ni nini mbaya na hao What's wrong watu? with these people? Ni nini mbaya na wao? What's wrong with these people? Shida yao ni gani? Our portion is victory. Sehemu yetu ni ushindi. And that our portion Na ile sehemu yetu is not a single or solo victory. si ushindi tu wa siku moja. We have that victory when we partner with Jesus. Ule ushindi tunaupata kila siku wakati ambao tunashikana na Yesu. Do you understand? Wakati tunakuwa washirika na It's Yesu. partnership. Ni ushirika huu. Paul come. Now, Sasa this is Paul huyu ni Paul and I'm Jesus. na huyu ni Yesu. Now, his victory Sasa ushindi wake is in partnership. uko katika ushirika. When we move, Wakati tunatembea, now Paul is moving. Mungu anatembea. You see Paul, Unaona but Paul, Jesus is moving. lakini Yesu anatembea Do you pia. understand? Tunaelewana? Now, Sasa Jesus said Yesu anasema in the book of John, katika kitabu ya Yohana, Jesus says, Yesu anasema if you love me, mkinipenda keep my commandment. na muweze kushika sheria zangu, My Father Baba yangu and I na mimi will come to you tutakuja kwako and make you na tukufanye our dwelling place. kuwa mahali pako petu Ama pa namna kukaa. gani? Si ndio? It means Na maanisha if he comes down, akishuka chini, now he's here, sasa ako hapa, you see this Paul moving. unaona Paulo anasonga It's mbele. not about Paul. Si kuhusu Paul, It's about the great I am. ni kuhusu Mungu aliye mkuu. It's about Ni Jesus. kuhusu Yesu Kristo. Now he's moving. Sasa anasonga. You come and stand before him. Unakuja kumzuia, You burn. unachomeka. You are destroyed. Wewe unaangamia. Do you understand? Tunaelewana? God can even kill your enemies before they fight you. Mungu anaweza ua hata maadui zako kabla hata waanze Yes. vita na wewe. Yes. Haleluya. They plan, Wanajipanga and before they fulfill their na plans, kabla wafanyikishe ule mpango wao, God kills them in the night. Mungu anawaua na waangamiza usiku. That's the God we are preaching here. Ule ndiye Mungu ambaye tunahubiri hapa. The God of the Bible. Mungu wa Biblia. He has never been defeated in a single Hajawahi battle. shindwa siku hata moja, si hata kwa ndoto. Ama namna gani? Si ndio? He has never been defeated in a single battle. Never, never, Hajawahi never. shindwa katika vita yoyote ile. And will never be defeated. Na hata wahi shindwa. Now, Sasa we say we are Christians. tunasema si ni Wakristo, And then you walk alone. alafu tunatembea peke yetu. Jesus is there. Yesu Kristo ako And kando, then you are walking. alafu sasa unatembea tu. I'm a Christian. Mimi ni Mkristo And Jesus is there. na Yesu umemwacha nyuma, Because God works with commitment. kwa sababu Mungu anafanya kazi na wanaojitolea. Okay, listen, man. Sikieni, When you go for baptism, wakati unaenda katika ubatizo they ask you wanakuuliza swali, several questions. maswali kadhaa. Why are you here? Mbona uko hapa? What have you come to do? Umekuja kufanya nini? Do you love Jesus? Je, unampenda Yesu? For how long? Kwa muda mgani? Okay, I baptize you. And then, boo, boo, which means
kufa na Isn't it? kufufuka na Yesu. How are you baptized? Wewe ulibatizwaje? Mwangi kuja hapa. Wewe ulibatizwaje? Ubatizo inaenda hivi. Wanakukamata hivi ama Yeah. ama ulibatizwa hivi. Wanapokubatiza hivi, do you know what it means? Unajua maana yake? Kufa na kufufuka na nani? Na Yesu. Na Yesu. Lakini ukienda hivi maana yake ni kufa lote ama namna gani? Are we in this place? Je, tuko pamoja? Kufa na nini na kufufuka na Yesu. That's very important. Hiyo ni ya muhimu sana. That's now a commitment. Sasa huo ni kujitolea. And Romans says, Na Warumi anasema you believe in your heart, unaamini katika moyo you wako confess with your mouth, na unatamka kwa kinywa chako Jesus is Lord, ya kwamba Yesu Kristo ni you shall Bwana, be saved. basi wewe umeokolewa. You believe in your heart, Ukiamini moyoni and then you confess. alafu uweze kukiri. That's very important. Hiyo ni ya muhimu sana. That is commitment. Ni kujitolea Now, hiyo. if you commit to God, Sasa ukijitolea kwa you Mungu obey His word, na unatii maandiko, you walk according to that word, unatembea kulingana na maagizo ya God neno the Father kwa Mungu and Jesus Christ, na Yesu Kristo, all of them wote na Roho and Mtakatifu the Holy Spirit na Roho Mtakatifu will wote come to your house. watakuja kwa nyumba yako. I didn't write the Bible. Sikuandika Biblia. I didn't write the Bible. Mimi sikuandika Biblia. It is in your Bible. Iko katika Biblia yenu. In the book of John, isn't it? Katika kitabu cha So they Yohana. will come to you Kwa hivyo Yesu akija kwako and make your house their dwelling place. ama watakuja kwako na wafanye kwako kuwa makao Now you yao. tell me, Sasa uniambie, who is that Muchawi? Who is that witch? Who is that witch doctor? Who is that wizard man? Who will come to your house, enter the house? Hey, God of the Bible. sasa ni mchawi gani? Ni muganga wa wapi? Ni murogi wa wapi ambao watakuja kwa nyumba yako ambao Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako pale? Enter your house Alafu aingie pale. and do anything. Alafu afanye chochote. You are joking. Unacheza sana. Kuna mchezo sana. Who is that? Muchawi kutoka wapi? From where? From which country? India, New Zealand. When you read the Bible, Wakati unasoma Biblia, Cain stand before God, Kaini anasimama mbele ya Mungu and God tells Cain, na Mungu anamwambia hivi, you are cursed. wewe umelaaniwa, You shall be a wanderer. utakuwa mtoro, You will suffer. utateseka, When you dig the ground, ukilima there nchi will not be harvest for you. hautapata mazao ama mavuno, You shall be a vagabond utakuwa mtu mtoro from today. kuanzia leo. Get out of my face. Potelea mbali, toka katika uso wangu. Cain said, I'm not getting out. Kaini akamwambia Mungu, leo siendi, I'm a murderer. mimi ni muuaji, But I know lakini najua without your protection, bila ulinzi wako I am dead. mimi nimekufa. I'm a sinner. Mimi ni mtenda dhambi, I've sinned ndio nimetenda dhambi against you. kinyume na wewe. I've killed my own brother. Nimeua ndugu yangu mwenyewe, His blood is shouting damu against you. yake inalia kinyume na yangu. But I na mimi. know Lakini najua without you, God, bila wewe Mungu even a mosquito will kill me. hata mbu ataniua. That's why I'm not going to leave this Ndio place, sababu Mungu siondoki hapa, because my pain is too much. kwa sababu maumivu yangu ni mengi zaidi. Your judgment is heavy on me. Hukumu yako ni mzito mabegani I mwangu, can't go. siwezi ondoka. And now God looks at Mungu Cain. akamwangalia. Cain, a killer, knew that God is paramount. God is indispensable. God is all he needs in his life. Even though I've made mistakes, even though I've sinned against you, God, even though I've committed atrocities, I know that without you, I'm doomed. I'm finished. Kaini akiwa mtenda dhambi namna hiyo, mtu wa kwanza duniani kuua, alijua kwamba japo kuwa nimemkosea Mungu, lakini nikijaribu kutoka nje bila yeye, mimi nimeangamia, He nimeisha, sina wanted kesho. the grace of God. Alihitaji neema ya Mungu, And then God still looked at na him. Mungu akamwangalia tu, What do you want? akamwambia unatakaje? I want life. Nataka kuishi, I want survival. nataka niishi. I'm a sinner, God. Mimi najua ni mtenda dhambi, But please, lakini tafadhali the burden is heavy.
Huu mzigo umeweka juu ya mabega yangu ni mzito Can sana. you do something about Si it? unitendee kitu Mungu. God said, okay, Mungu akasema sawa. I'll put a sign on you. Basi naweka alama juu ya kichwa chako. Nobody will kill you. Hakuna mtu ambaye atakuua. You have my protection. Uko na ulinzi wangu. Cain left before God. Sasa Kaini akatoka. The Bible says Biblia inasema he built a city. alijenga muji. Cain built a city. Alijenga muji. Somebody was cast by God. Mtu ambaye alilaaniwa na Mungu Built a city anajenga muji and lived there. na akaishi ndani yake. And named the city after the name of his child. Na akawita ule muji kwa jina You la mtoto are wake. here. Wewe uko hapa. It is just your uncle who cast you. Hapa ni mjomba wako ambao alikulaani. And the curse of a common uncle Na laana ya mjomba wa kawaida makes you a failure inakufanya unakuwa mtu wa kushindwa in life. katika maisha. You become a vagabond. Unakuwa mtoro. You touch here, you fail. Kila unaguza You do unaanguka. that, you fail. Unajaribu unashindwa. Oh, mchungaji. Pastor. Kuna siku auntie yangu she spoke bad things against me. A common aunt. Kuna wakati ambao shangazi yangu aliongea. A common aunt. Shangazi tu wa kawaida tu. A common uncle. Mjomba wa You are kawaida. shaking. Unatetemeka. But Cain, Lakini Kaini, the Almighty God, huyu sasa ni Mungu mwenyewe. my God, Amesimama. the Alpha and the Omega, Mwanzo tena na mwisho. the life giver, Mwenye kupeana uzima. the creator of life, Muumba mbingu na the nchi. one who speaks a word, Yule ambaye nena neno and moja, things come to pass. mambo yanabadilika. He stand before Cain. Anasimama mbele He said, I yake. curse you. Anasema na You kulaani. shall be a wanderer. Wewe utakuwa mtoro. No food for you. Hakuna chakula kwa ajili yako. Yes, God, Asema oh, Mungu that's too much. hiyo umezidisha. Are you not God? Kwani wewe si ni Mungu? It's too much. Oh. Si ni zaidi. If Cain built a house, Kama Kaini alijenga muji, if he built a city, kama alijenga muji, can't you build a common house? sasa nyumba ya kawaida inakushinda. Can't you build a common house? Si ujenge tu nyumba ya kawaida. If Cain built a city, Kama Kaini alijenga can't you muji, build a common house? mbona usijenge hata nyumba ya kawaida? Stand up on your feet. You know what? Lift up your hands. Tuinue mikono yetu. I stand here as a man of God. Nasimama hapa kama mtumishi wa Mungu. Declare blessings upon your life. Natangaza baraka juu ya maisha yako. In the name of Jesus, Katika the Son jina of la God. Yesu Kristo. No curse Hakuna laana shall operate in your life. ambayo itafanya kazi maishani mwako. No curse Hakuna laana will penetrate your house. itaweza kuingia katika nyumba yako. There is a pillar there. Pale kuna The nguzo. pillar of God Nguzo la Mungu supporting you, ambayo imekusimamisha, protecting you, ambayo inakulinda right, left. upande wa kuume na kushoto. From today, Kuanzia leo you shall not fear hautaogopa the witches of the world, wachawi wa nyumbani, because God is in charge. kwa sababu Mungu yuko katika usukani. He is protecting you. Yeye anakulinda, He is taking good care of you. anakuchunga vizuri sana. Amen, Yesue. Amen, amen. Hallelujah, amen.